Daniel kwa taarifa hii ya mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Tuangazie kwenye uga wa sheria ambapo washtakiwa wa kesi ya uhaini iliyohusisha vurugu za Oktoba 29 mwaka huu 2025, Jennifer Jovin pamoja na Mika Chavala wameachiwa huru mbele ya hakimu mkazi Aaron Lyamuya. Hii ni taarifa yake Franki Kashonde. Ni kesi namba 26388 mwaka 2025 ambapo leo Disemba 3 mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, shauri limefika mbele ya hakimu mkazi Aaron Lyamuya kwa ajili ya kusikilizwa. Upande wa washtakiwa ukiwakilishwa na wakili Peter Kibatala na upande wa jamhuri ukiwakilishwa na wakili Aaron Titus. Mbele ya hakimu mkazi mkuu, wakili upande wa jamhuri amesema, Mheshimiwa hakimu, kesi hii imekuja kwa ajili ya kutajwa, lakini DPP anaonekana hana nia ya kuendelea na kesi hii. Hakimu mkuu Aaron akasema, Kibatala akasema, tumewasikia wenzetu upande wa mashtaka na hatuna pingamizi juu ya hilo. Ndipo hapo hakimu mkuu mkazi Aaron Lyamuya naye akayanena yafuatayo: mahakama inakubaliana na ombi la upande wa jamhuri kama lilivyowasilishwa, hivyo inawaachia huru washtakiwa hawa wawili. Washtakiwa hao wameachiwa baada ya maagizo aliyoyatoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa DPP katika hotuba yake aliyoitoa wakati akifungua bunge jijini Dodoma. Kando ya hilo, vilio, uchungu, maumivu na hisia za masikitiko zikautoa mwanya katika ardhi ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Mungu wangu, Mungu nisaidie na wanangu pia watoke. Mungu wangu, Mama huyu ambaye nilijulishwa kuwa anafahamika kwa jina la Mama Tesa anamlilia mwanaye ambaye hakuwepo kwenye kundi la wale walioachiwa kwa muda ule. Ikumbukwe Novemba 25 mwaka 2025, washtakiwa 20 kati ya 22 ambao walikuwa wanashtakiwa pamoja na Nifa waliachiwa baada ya mkurugenzi wa mashtaka DPP kueleza kwamba hana nia ya kuendelea na mashtaka yao. Asante Franki Kashonde kutoka mahakamani na taarifa hiyo.